Of course nimeona Simba wamemwalika Wallace Karia kama mgeni maalum kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry, lakini Wallace Karia anapaswa kukataa huo mwaliko, au kama amekubali basi amefanya makosa kwa namna moja ama nyingine. Alipaswa kukataa mwaliko wa Simba kwa sababu ni mwaliko ambao unaweza kumtengenezea zaidi uhasama yeye na watu wa Young Africans, kwa sababu Simba na Yanga of course ndio timu ambazo zinaweza kuinfluence kitu chochote ndani ya shirikisho kikafanyika, au zinaweza kugomea kitu chochote ndani ya shirikisho na kikaacha kufanyika. Yani hamna timu nyingine ambayo ina uwezo wa kuinfluence au kufanya chochote ambayo yani kwenda kinyume na matakwa ya TFF na bodi ya ligi au mtu mwingine yoyote na ikakubali zaidi ya Simba na Yanga. Kwa hizo ndio timu mbili ambazo zinaweza kugomea chochote ambacho TFF anaweza kukifanya na bado zikasikilizwa. So kuna mgogoro ambao upo baina ya Yanga na TFF na bodi ya ligi. Ni mgogoro ambao bado suluhisho halijajulikana. Na moja ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana na watu mbalimbali ni kwamba Wallace Karia ni rais wa ni mtu ambaye ni mwanachama wa klabu ya Simba na ni shabiki wa Simba. Inafahamika hivyo tangu muda mrefu inazungumzwa. Ingawa mwenyewe amekuwa akikiri kwamba yeye sio shabiki wa Simba wala sio mwanachama wa Simba, yeye ni mwanachama wa Coastal Union, lakini vitu ambavyo vinazungumzwa sana. Na of course kuna watu ambao pengine walikuwa wanamjua Karia kabla hajawa rais wa TFF, walikuwa wanamjua na walikuwa wanajua ni shabiki wa Simba, ndio maana wanazungumza hivyo. Inawezekana, na ni kitu ambacho mimi siwezi kukikataa wala kukikubali kwa 100%. Nipo katikati kwamba ni shabiki wa Simba au ni mwanachama wa Simba, nipo katikati. Sasa kwenye kipindi hiki ambacho Simba ndio kucheza mechi ya kimataifa, mgogoro baina ya TFF na Yanga bado upo unaendelea, pamoja na bodi ya ligi, bado suluhisho halijapatikana. Sasa kwa sababu suluhisho halijapatikana na yeye amekuwa kihusishwa kwamba ni mtu ambaye ni wa Simba, hapaswi kushiriki tena kwenye activity za Simba. Anapaswa kwanza kuhakikisha kwamba mgogoro unamalizika ndio aanze kushiriki kwenye activities zozote za Simba au za Yanga. Wakati mgogoro haujakamilika, akionekana haujasuluhishwa, akionekana anashiriki kwenye activities za Simba na watu wanaona wanamshutumu kwamba ni mwanachama wa Simba au ni shabiki wa Simba, italeta picha mbaya kwa upande wa pili ambao ni Young Africans, kitu ambacho kinaweza kupelekea hata huo mgogoro ukashindwa kupata suluhisho, watu wakaendelea kuushikilia. Kwa sababu Simba wangeweza kumwalika Karia hata kwenye michezo iliyopita, kwa nini wanamwalika kipindi hiki ambacho wako kwenye mgogoro na Yanga? Hapo ndipo ambapo maswali yanaweza kwenda kuanzia, kwa sababu Simba amecheza mechi za group stage zilizopita. Kwa nini hawakumwalika kuwa mgeni maalum? Kwa nini wamekuja kumwalika kwenye kipindi hiki? Hapo ndo watu wataanza kujiuliza maswali. Sasa ili kujiondoa kwenye sintofahamu au kujiondoa kwenye maswali ya watu kwenye vitu kama hivi, ni kukataa mialiko kama hii kwenye nyakati hizi. Mwaliko pia wa Simba sio mbaya, lakini umekuja wakati mbaya, na Simba wamefanya hivi makusudi kwa ajili ya kuwavuruga Yanga, na Simba wana mpango wa kuendelea kuwavuruga Yanga ili kuwatoa kwenye njia, ili kuona namna gani ambavyo wanaweza hata kuwini hiyo advantage kisaikolojia na kwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu. Na ndio kitu ambacho Simba wanakifanya, na ndio maana wamemwalika Wallace Karia ili kuendelea kuwa frustrate Yanga, kuendelea kuwatoa mchezoni Yanga, kitu ambacho sio kizuri. Wanapaswa kuacha siasa ambazo sio za msingi, na hiki ambacho kinafanyika ndo zile siasa ambazo Wallace Karia alikuwa anazizungumza, au zile drama au zile sinema ambazo Karia alikuwa anazizungumza. Na ndio maana Simba imejaribu kuwaalika watu ambao wameingia kwenye mgogoro na Yanga. Kwa hiyo Karia anapaswa kukataa hili swala, hata kama alishakubali, lakini kwa sababu siku ya mchezo haijafika, anapaswa kukataa huo mwaliko wa Simba ili kuhakikisha kwamba anakuwa baba bora wa timu zote mbili za Simba na Yanga. Kukubali mwaliko wa Simba haimaanishi kwamba sio baba bora, lakini kipindi ambacho Simba wamemwalika ni kipindi ambacho wanamuingiza mtegoni bila mwenyewe kujua. Yaani Simba wanataka kumtumia Karia kuwachanganya Yanga bila yeye mwenyewe kujua. Kwa ili kujiepusha na vitu kama hivyo, ni kukataa mwaliko wa Simba ili abaki neutral mpaka mgogoro utakavyokuwa umemalizika, anaweza kujihusisha kwenye activities za Simba na kwenye activities za Yanga, kitu ambacho kinaweza kumsaidia zaidi pia kwenye nafasi yake kama rais wa shirikisho, kwa sababu hata sasa hivi anaweza akajihusisha kwenye activities za Simba pasina kualikwa, mfano kwenye huo mchezo. Yaani kuna nafasi ya Wallace Karia kwenda uwanjani kwenye mechi ya Simba bila kupewa title yoyote na Simba. Yaani yeye anaweza kwenda kama rais wa shirikisho la soka Tanzania bara TFF, na Simba wasimzuie, wasimfanye chochote, na akaenda kutazama mechi kama baba au kama mtu ambaye anaongoza mpira wa Tanzania. Lakini ana uwezo wa kwenda kuangalia mechi ya Simba kama rais wa Sekafa
kwa maana rais wa kanda kwenye bara la Afrika, na kusiwe na shida yoyote, lakini anaweza kwenda kuangalia hiyo mechi kama mjumbe wa kamati tendaji ya CAF bila shida yoyote. Sasa hivi ambavyo Simba anataka kumtumia ni kumchonganisha Karia na Yanga, lakini pia ni kumtia ya Karia kwenye matatizo fulani ambayo kuchomoka kwake kunaweza kaa ni kugumu. Yaani wanachokifanya Simba ni kumchunganisha Karia na watu wa Yanga, kitu ambacho sio sawa. Kwa mimi nafikiri Wallace Karia angekata kama rais wa TFF, angekataa huu mwaliko ambao amepewa na Simba, inge make sense zaidi, kwa sababu ingeendelea kubaki kwenye mivinyo vya watu tu kwamba ni shabiki, ni mwanachama wa Simba na nini. Lakini wakati huu kuna mgogoro unaendelea, naye anakubali kushiriki kwenye activity za Simba, tena activity ambazo ni nyeti kama hizi, inaweza kumsababishia matatizo zaidi, kuwafanya Yanga waendelee kumsumbua zaidi. So sasa hivi asishiriki kwanza, asubiri mgogoro utakapomalizika, ndio mambo yanaweza kwenda sawa. Lakini kwa sasa hivi ni anajiingiza kwenye matatizo ambayo inaweza ikawa ngumu yeye kutoka kwenye hayo matatizo. Lakini pia Yanga wanamtumia Karia kama sehemu ya kuwavuruga Yanga. Kwa hiyo anapaswa kuwa makini kwenye hilo. Simba anamchezea game ambayo itakuwa ngumu sana kuchomoka hapo baadaye, na inaweza kuendelea kusababisha matatizo ambayo pengine yanaweza kumpelekea na yeye akatolewa madarakani kwa namna yoyote ile.